Hivi imewahi kukutokea unakaa chini kufanya kazi au kusoma, lakini dakika 5 baadaye unajikuta umeshika simu, una scroll Instagram au TikTok na hata hukumbuki ulikuwa unataka kufanya nini? Au labda unasoma ukurasa mmoja wa kitabu mara 3 na bado huelewi kilichoandikwa? Sikiliza, hauko peke yako. Na mbaya zaidi, ulimwengu wa sasa umetengenezwa kuharibu uwezo wako wa kuzingatia na kupunguza uwezo wa ubongo wako kufanya kazi kwa ufanisi. Lakini vipi nikikwambia kuwa kuna swichi maalum kwenye ubongo wako ambayo wanasayansi wameigundua, ambayo ukijua jinsi ya kuiwasha, unaweza kujifunza kitu chochote mara 2 zaidi ya haraka na kuondoa kabisa ukungu wa akili, brain fog. Leo sitakupa zile njia za kawaida za kunywa maji mengi, hapana. Leo tunaenda deep kwenye neuroscience. Nitakuonyesha mbinu 7 zilizothibitishwa kisayansi zitakazobadilisha jinsi ubongo wako unavyofanya kazi physically. Na hakikisha unabaki mpaka mwisho, kwa sababu njia ya 7 ndiyo silaha ya siri inayotumiwa na watu wenye IQ kubwa duniani kama Elon Musk na Bill Gates. Na ni kitu ambacho unaweza kuanza kukifanya sekunde hii unayotazama video hii ili kuamsha super kompyuta iliyo kichwani mwako. Kabla hatujaingia kwenye maabara yetu ya ubongo, bonyeza hiyo button ya subscribe na uwashe kengele. Lengo letu ni kujenga jamii ya watu wenye akili na ufanisi wa hali ya juu hapa Tanzania na Afrika Mashariki. Tayari? Asante. Twende kazi. Njia ya kwanza, neuroplasticity and the struggle, kujifunza kwa tabu. Kwa lugha rahisi, ubongo wako sio plastiki ngumu, ni kama udongo wa mfinyanzi, unaweza kubadilika. Watu wengi wanafikiri njia ya kuongeza akili ni kufanya vitu wanavyoviweza kwa urahisi. Sayansi inakataa. Watafiti kutoka Stanford wanasema ili kuongeza uwezo wa akili, lazima uhisi kuchanganyikiwa. Unapojaribu kujifunza kitu kipya, labda lugha mpya, kupiga gitaa au coding, na ukakwama, ukahisi hasira kwamba mbona sielewi? Hapo ndipo kemikali 2 muhimu, acetylcholine na epinephrine, zinapomwagika kwenye ubongo wako. Hizi kemikali zina kazi ya kuashiria eneo la ubongo linalohitaji kubadilika. Kubali the struggle. Usikimbie vitu vigumu. Ukiona unasoma kitu na kinaingia kirahisi, haujifunzi sana. Ili kuongeza processing speed ya ubongo wako, tenga dakika 20 kila siku kufanya kitu ambacho hukiwezi. Hii inalazimisha neurons mpya kuungana. Ukiona unaumia kichwa kidogo kwa kufikiria, furahi, kwa sababu ndio wakati ubongo wako unakuwa mkubwa na imara zaidi. Njia ya pili, BDNF na mazoezi ya high intensity. Tumezoea kusikia mazoezi ni kwa ajili ya kupunguza kitambi au kujenga misuli, lakini neuroscience inatuambia mazoezi ni muhimu zaidi kwa